Hii ni Bugoma TV. Habari. Ugonjwa huu unaenea kwa njia kwanza kupitia vidonda na michubuko kwenye ngozi. Mtu ambaye ana vidonda na ana michubuko kwenye ngozi kwamba anaweza kuambukiza ugonjwa huu. Pili, kugusa misoga ambayo au wanyama wagonjwa. Tatu, kumgusa mtu mwenye Ebola. 4, kugusa matapishi ya mtu mwenye Ebola. 5, kugusa mkojo au kinyesi cha mtu mwenye Ebola. Kufanya ngono na mtu mwenye Ebola. 7, kuchangia vyombo vya chakula na mtu mwenye Ebola. Hizi hujitokeza kuanzia siku ya pili tangu mtu amepata maambukizi au amepata virusi vile hadi siku ya 21. Dalili ambazo zinatokana na ugonjwa huu, kwanza ni homa kali. Pili, uchovu wa mwili au misuli kuuma, kuumwa na kichwa, kutapika, kuharisha na vipele vya ngozi kwenye mwili. Kwa baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile kwenye macho, pua, masikio, mdomo na njia za haja ndogo na kubwa. Njia mojawapo ya kujikinga na ugonjwa huu ni kunawa kwa maji tiririka na sabuni na kutumia vitakasa mikono, zile sanitizer. Njia ya pili ni kuepuka kuguza damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Na hasa watendaji ambao ndio viongozi wakubwa katika maeneo yale kuweza kuongea na wananchi, kutoa tahadhari na kuwapa hatua hizi ambazo mganga mkuu ametueleza hapa, jinsi ugonjwa unavyoingia na tahadhari, hatua za kuchukua kujikinga kama jambo hilo limefanyika, kwa sababu pembezoni mle ndimo chanzo. Watakaotoka Kongo hawezi kuja moja kwa moja hapa, ni marahaba sana, lakini wataanza kuingia kule kwa wenyeji. Bwana, mimi nimekuja, mwenyeji pale anampokea, anakaa naye, kumbe ana ugonjwa. Kwa hiyo nafikiri kama hatua zimechukuliwa au wameshachukua, labda tungaliweza kufahamu hili ambalo ni muhimu sana kuweza kutoa kinga. Kikao chetu cha management, mheshimiwa mwenyekiti, sidhani kama tuseme kama mlikumbuka, kuna maeneo ambayo sisi wazee kwa uzoefu wetu ama magonjwa ya mlipuko, kuna maeneo ya mji, halmashauri ya mji wani yanaanza kulipuka machimboni. Kwa machimboni, kwa sababu msikia kule ndiko kuna kila aina ya wageni wako kule machimboni. Kama alikukumbuka hilo, basi tunaomba liwekwe nyumba za wageni kwa hapa petu, alafu mahoteli. Ama mahoteli haya ni shida, kweli ni shida. Mtu anapotumia chakula kisha maliza, vyombo vinaenda kusafishwa kule, vile vijiko vinapigwa basi, na mwingine kijiko kimoja kinatumika na watu 10, 20 huko, lakini akisafishwa hata kwa sabuni. Watu wangejipanga wanaohusika na mambo ya usimamizi wa mambo, wafuatilie kwa karibu. Hali ni ngumu sana. Hiyo jambo la kwanza la muhimu, wananchi wapate ujumbe, wananchi wapate elimu, namna gani ya kujikinga, namna gani ya kuripoti, namna gani ya kuchukua tahadhari, ili tuweze kujihakikishia kwamba tumejipanga vizuri na hatuingii katika tatizo la kuwa na ugonjwa ndani ya mkoa. Lakini swala la pili, hatua zote za upimaji wa afya katika maeneo ya kuingilia katika mkoa huu ziendelee kufanyika. Taarifa hapa inaonyesha zimeanza, lakini naamini sio kwa ukamilifu wake. Sasa zifanyike kwa ukamilifu
katika maeneo ya beria mbalimbali kwenye barabara zetu, maeneo ya uwanja wa ndege, maeneo ya bandari, maeneo ya stendi zote, stendi kuu ya hapa mkoani, lakini na stendi mbalimbali ambako magari ya abiria yanachukua au kushusha abiria, basi hatua za upimaji zifanyike kwa ukamilifu wake. Niwaombe wananchi wa mkoa wa Katavi wasipuuze taarifa lakini na elimu inayotolewa kuhusiana na ugonjwa huu wa Ebola. Ni ugonjwa hatari sana na unaoambukiza kwa kasi kubwa sana. Lakini swala lingine ni watake wananchi, dalili za kuumwa kwa aina yoyote, kila mwananchi afike katika kituo cha kutolea huduma za afya ili kuweza kupambanua anasumbuliwa na nini kupitia vipimo mbalimbali na kuweza kupata matibabu au ushauri kwa wataalamu wetu wa afya. Lakini pia katika hili niombe kuepuka uzushi au taharuki zisizokuwa na uhalisia. Anayeweza kuthibitisha kwamba hii ni Ebola au sio Ebola ni wataalamu wetu wa afya kupitia vipimo. Kwa hiyo iepukwe kutoa taharuki au kutoa matangazo au taarifa zisizo rasmi, zisizo na uhalisia kuhusiana na masuala ya watu kuwa na dalili au kuwa na ugonjwa huu wa Ebola. Hii ni Bugoma TV habari.